Benki yetu imeendelea kuimarika na kufanya vizuri zaidi kwa mwaka 2024, huku ukionyesha ukuaji thabiti katika nyanja mbalimbali za kifedha. Katika mwaka 2024 tumehitimisha mwaka wa 4 wa mpango mkakati wetu wa miaka mitano unaoishia mwaka 2025. Napenda kuwafahamisha kuwa kila mwaka tumekuwa tukivuka malengo yetu, na hata miaka iliyobakia matokeo yanaonyesha kuwa tutayavuka malengo yetu pia. Ufuatao ni muhtasari wa mafanikio makubwa. Ongezeko la amana za wateja. Amana za wateja zimeongezeka kwa kiwango kikubwa kufikia shilingi 214 bilioni ikilinganishwa na shilingi 142 bilioni kwa mwaka 23. Hili ni ongezeko la 51% ambalo linaonyesha imani kubwa ya wateja wetu kwa huduma zetu. Ukuaji wa mikopo kwa wateja. Mikopo kwa wateja imefikia shilingi bilioni 199 kutoka shilingi 131 bilioni mwaka 23, sawa na ongezeko la 52%. Ukuaji huu unaonyesha uwezo wetu wa kuwezesha wateja wetu kufikia malengo yao ya kifedha kwa kuwapatia mikopo yenye masharti himilifu na nafuu. Kuongezeka kwa jumla mtaji. Jumla ya mali za benki imeongezeka na kufikia shilingi bilioni 324 ikilinganishwa na shilingi bilioni 208 ya mwaka 23, ikiwa ni ongezeko la 56%. Hii inaashiria ongezeko la thamani na ufanisi wa usimamizi wa mali zetu. Mapato ya benki yamefikia shilingi 28 bilioni kutoka shilingi 20 bilioni mwaka 23, ikiwa ni ongezeko la 39%. Ukuaji huu unatokana na juhudi zetu za kuboresha huduma na kuongeza wigo wa wateja wetu. Faida kabla ya kodi. Faida kabla ya kodi imefikia tulipata shilingi 14.6 bilioni ikilinganishwa na shilingi bilioni 10 mwaka 2023. Narudia tena. Faida kabla ya kodi ya mwaka jana tumepata faida bilioni 14.6 ambayo ni ongezeko la 46% kwa mwaka wa nyuma yake. Hii inaonyesha ufanisi wetu katika kudhibiti gharama na kuongeza mapato. Mafanikio yote haya yanatokana na jitihada za pamoja za watendaji wetu, wateja wetu na wadau wetu mbalimbali. Tunajivunia maendeleo haya na tunaahidi kuendelea kuboresha huduma zetu kwa wateja wetu na kuongeza thamani kwa wanahisa wetu. Tunatazamia mwaka 25 kuwa na mafanikio zaidi na kuendelea kujenga benki yenye nguvu na yenye kutoa huduma bora zaidi katika wigo mpana zaidi. Kwa majina naitwa Chomete Abdalla Hussein, ni mkuu wa idara ya fedha ya benki ya Mwanga Hakika. Awali ya yote ni furaha pekee leo hapa katika mji wa Mwanga kukutana na wanahisa wa benki ya Mwanga Hakika katika mkutano wa 5 wa wanahisa. Huu ni mkutano muhimu wa wanahisa ambapo benki inatoa mrejesho kwa nini kimefanyika kwa muda wa mwaka 2024 kwa wanahisa ambao ndio wamiliki hasa wa benki. Kwa kifupi kabisa, kwa huu mwaka kwa mwaka ambao tumetoa mrejesho wa mwaka 2024, benki imeweza kukua sana, ambapo ukuaji wa mali za benki au assets zimeweza kukua kwa 56% kufikia bilioni 324. Lakini benki imefanya vizuri sana katika mapato ambapo faida kabla ya kodi imefikia bilioni 14. Huu umekuwa ni ukuaji wa 43%, na faida baada ya kodi imekuwa kwa 53%, ambapo benki imeweza kuripoti faida ya bilioni 9.9. Kwa kweli sisi kama benki na wanahisa tunashukuru sana support ambayo tumepata kutoka kwa wateja wetu na jamii nzima ya Tanzania vile ambavyo imepokea benki ya Mwanga Hakika. Mimi naitwa Joshua Mohamed Joshua, ni mwanahisa mdogo, ni mmoja kati ya waanzilishi wa benki iliyokuwa Mwanga Community Bank. Mkutano wa leo umekwenda vizuri kwa sababu
tumesomewa taarifa ya hali ya kiuchumi ya mwaka uliopita. Inaonekana kwamba tunakwenda vizuri, na ninaamini kwamba kama ambavyo muasisi wa benki yetu hayati mzee Cleopa David Msuya alivyokuwa amesema, kama mwendelezo utakuwa huu baada ya muda mfupi, nina hakika baada ya miaka 4-5 tutakuwa moja kati ya benki kubwa ndani ya nchi yetu. Ninatoa wito kwa wanamwanga wanunue hisa za kutosha ili kunyanyua uchumi wa benki yetu na kuipaisha, kwa sababu Mwanga kama Mwanga hatuna rasilimali za kutosha wala hatuna ardhi kubwa, lakini kwa kutumia uwezo mdogo wa hela ambazo tunaweza kuzipata kupitia benki kwa maana ya faida, inaweza kutusaidia katika kuboresha maisha yetu. Mimi kwa majina naitwa Sofia Charokiwa Msangi, ninaishi kata ya Mwanga, kitongoji cha Reli Juu, Old Mwanga. Kwanza mimi kama mwanahisa najivunia sana kuwa mwanahisa katika benki hii, kwani nimenufaika sana kwa mambo mengi katika benki hii. Cha kwanza, benki hii inaongozwa kwa uwazi na haki na ukweli. Kwanza, management yetu inatupeleka vizuri, pia board ya ukurugenzi ya benki iko vizuri kwa sisi wanahisa. Pale tunapokuwa hatuelewi, tunapotoa maoni yetu na mawazo yetu, huwa wanatufafanulia na kutueleza na kutuelewesha kwa uzuri, na wanahisa tunaweza kuelewa. Kwanza najivunia, kwanza wakati ninaanza nilikuwa nina hisa ndogo sana share katika benki hii. Kutokana na hamasa ya uongozi na bodi ya ukurugenzi, kwa kweli nilihamasika na niendelea kuongeza hisa zangu. Pia najivunia hata ninapokuwa katika benki yangu, ninapokwenda kuhitaji huduma yoyote ya kibenki, kwenye mikopo na shughuli zingine, huwa nahudumiwa kwa uhakika na kwa hali iliyo ya uelewa mzuri na wenye uledi mwema. Kwa hiyo sioni tatizo lolote wala sijuti wala sioni kwamba nina adha yoyote kutokana na kuwa mimi mwanahisa wa benki ya wananchi. Hivyo najivunia sana kama mwanamwanga na kuwa mwanahisa katika benki yangu ya Hakika Mwanga Benki. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.